Baba yetu, kipenzi cha mioyo yetu, tunashukuru sana kwa jinsi unavyotupenda. Kwa kuwa ulitupenda kwanza, nasi tunakupenda Bwana Yesu. Baada ya wewe kutujulisha siri ya mapenzi yako na nini kusudi la sisi kuwepo hapa, tunakushukuru sana kwa ulinzi wako mkuu. Toka katika matumbo ya mama zetu ulitulinda, hata tumefika umri huu umetulinda na umetuongoza na umetuchunga kwa sababu ya ujumbe wa saa. Nasi tumeubeba ujumbe huo, nasi tuko hapa kuwaletea watu wa Msia ujumbe wa Bwana uliobarikiwa, ambao kila kiumbe kinasubiria huo ujumbe udhihirishwe katika miili ya watoto wa Mungu. Bwana Yesu, tusaidie asubuhi ya leo na tusaidie kwa mkutano huu. Mkono wako ukanyoshwe kutoka juu mbinguni, uje ufanye ishara na maajabu. Haleluya! Wenye dhambi waokolewe, wagonjwa wapone, walio chini wainuliwe, wanyonge watiwe nguvu, waliokata tamaa watiwe moyo. Kwa kuwa wewe ni Mungu, tunakualika katika jina la Yesu Kristo. Tunakualika rasmi katika mkutano huu. Bwana Yesu, njoo kama ulivyoalika harusi ya Kana, na watu walipotindikiwa divai, wewe uliweza kubariki divai, ukaiumba upya divai nyingine na ikawa njema mwanzo hata mwisho. Nasi tutakapotidikiwa na jambo lolote, wewe utaongeza kwenye mkutano huu baraka za Bwana za kulisikia neno la Mungu. Ubarikiwa iwe njema mwanzo hata mwisho. Baba, tunataraji kuona mkono wako ukibariki watoto wako. Bariki neno la kusoma mbele zetu na mbele zako. Neno lako Bwana, na wewe ni neno, ni kitu kile kile. Tunaenda kuyasoma maandiko matakatifu. Hatusomi maandiko ya wanadamu yaliyotungwa, bali neno lile lilobarikiwa la Mungu, ambalo Baba Mungu penzi uliweka ukalihifadhi mpaka kizazi hiki. Tunashukuru kwa ajili ya mtumishi wako mzuri uliomtuma William Marion Branham, mwaminifu sana katika neno la Bwana, na kamletea bibi harusi vile tu alivyotuma, na tumelipokea kwa shauku, tukinyenyekea kwa mkono wa Mungu ulio hodari, ili ukatupeze kwa wakati wako. Basi Baba, utabariki neno lako, utabariki mhubiri mdogo, utabariki wasikizaji, na kila mmoja awe na wakati mzuri tunapoachilia maisha yetu yote kwako, katika jina la Yesu Kristo tunaomba, tubariki. Amen. Amen. Na kusanyiko liseme amina. Amina. Mithali 16, kama una Biblia waweza kusoma pamoja nami. Mithali 16 mstari wa 4. Dhani kama kuna haja ya kujitambulisha kwa sababu wote mnanifahamu, isipokuwa tu wengine ni wageni kwa maana ya wenyeji wa Msia. Ninaitwa Mchungaji Robert Edward Helatano, mchungaji wa Sumbawanga mjini. Na wakaribisha Sumbawanga mjini. Mithali 16 mstari wa 4. Tutakwenda Mhubiri 3:1, tutamalizia na Warumi 14. Maandiko yanasema, Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, naam hata wabaya wa siku ya ubaya. Twende Mhubiri, hiyo Mithali kwa mbele tu kidogo, tapata kitabu cha Mhubiri. Mhubiri sura ya 3 mstari ule wa kwanza moja tu. Kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Warumi 14, Warumi 14 mstari wa 7 hadi wa 9. Warumi 14 mstari wa 7 hadi wa 9. Kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afae kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi twaishi kwa Bwana, au kama tukifa twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa tu mali ya Bwana. Maana Kristo alikufa akawa hai tena, kwa sababu hii
awamiliki waliokufa na walio hai pia. Bwana aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Waweza kuketi wapendwa. Na ujumbe wangu asubuhi ya leo ni upo hapa kwa kusudi. Jina la Bwana barikiwe sana. Amina. Yeyote uliye hai hata dakika hii uko hapa kwa kusudi. Na hata waliolala mauti walikuja duniani kwa kusudi. Bwana tujalie sana. Amina. Hatuko hapa kwa bahati mbaya. Hatuko hapa kuongeza idadi ya wanadamu. Tuko hapa kwa kusudi maalum. Amina. Amina. Hakuna mwanadamu anayejishia mwenyewe. Hakuna mwanadamu anayejifia mwenyewe. Lakini kama tukiishi twaishi kwa Bwana, na kama twafa kwa Bwana. Na yote ni kwa kusudi la Mungu. Bwana Yesu nawabariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amina. Amina na amina. Mko tayari kwa ujumbe? Amen. Mko tayari? Amen. Amen. Bwana Yesu nawabariki sana. Amina, amina. Kuna kitu nataka tuanzie mahali fulani hapo. Amen. Naanza tu na ujumbe wa ninawezaje kushinda, aya ya 119. Kumbuka tu unamwishia Mungu. Una kusudi moja, na hilo ni Yesu Kristo. Naam. Nje ya hilo hakuna jambo lingine linalojalisha. Huyo ni yeye. Halafu pili kwa ajili ya familia yako. Halafu tatu kwa ajili yako mwenyewe. Lakini kwanza kwa ajili ya Mungu, pili kwa ajili ya familia yako, na halafu kwa ajili yako mwenyewe. Wewe ni namba 3. Huo ndio mwisho wa safari. Jiweke wa mwisho, yeye alifanya hivyo. Amen. Amina. Tuko hapa kwa kusudi moja, na hilo ni Mungu. Kumwishia Kristo. Amina. Amina. Hatuko hapa kwa kusudi jingine lolote, ni hilo ndio limetuleta duniani, ni kumwishia Mungu. Bwana nawabariki sana. Amina. Uko tayari dada yangu na ndugu yangu? Amina na amina, amina, amina. Bwana nawabariki sana. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo kwenye ujumbe mwingine, sauti isiyojulikana. Hiyo ni misingi tu kwa ajili ya kitu ambacho Mungu alikumba. Hebu nianze juu kidogo 58. Sasa angalieni, ndani ya mwili wa mwanadamu, maumbile yetu, mwili wetu wa kawaida tunamoishi hapa, haujaumbwa upate kutenda dhambi. Umeumbwa kutenda haki. Umeumbwa kumtumikia Mungu. Amen. Hivyo ndivyo mwili wetu umeumbwa. Umeumbwa kutenda haki. Umeumbwa kumtumikia Mungu. Mungu kamwe hakukumba kufanya kazi tu na kuja nyumbani na kuwapenda watoto wako. Hayo ni mazuri hayo ni mazuri kutosha. Mungu alikumba upate kufanya kazi. Mungu alikumba kuja nyumbani, wapende watoto wako, upende mkeo, umpende mkeo, naye mke awe mwaminifu na kumpenda mmewe, watoto wapende baba na mama yao. Hayo yote ni mazuri, lakini Mungu alikuumba Naam. hayo yote tunayofanya, kuoa au kuoana, kulea watoto, yote ni mazuri. Lakini hayo ni msingi tu unaowekwa kwa ajili ya kusudi hasa ambalo Mungu amekumbia duniani. Naam. Kwamba kuna kusudi jingine Mungu alikuleta duniani, mbali na kuoa, mbali na kulea watoto, mbali na kuwa mwaminifu kwa mume wako na kumtii, lakini kusudi lenyewe Mungu alikuletea, nataka nilisome hapa mbele mlione. Amen. Amina. Hiyo ni msingi tu kwa ajili ya kitu ambacho Mungu alikumba upate kufanya. Mungu alikumba kuwa mwabudu. Mwabudu wake. Hiyo ndio Mungu alitumbia. Ni kwa ajili ya kumtumikia, kumwabudu Mungu, kumwimbia nyimbo, haleluya, kumuomba, haleluya, kumshangilia, kumcha yeye. Hilo ndio ametumbia. Alitaka tudhihirishe ukuu wake. Alitaka tutangaze yeye ni nani. Tumjue yeye ni Mwokozi, tumjue yeye ni mponyaji, tujue yeye ni msaada wetu,
tumwambie Mungu, wewe ndiye mkuu kuliko vyote, na mfalme yeyote hupenda kusifiwa, na Mungu ndio mwenye sifa zote. Sifa zote nzuri ni za yeye. Haleluya. Ndiye anayewapa watu wote pumzi ya uhai. Ndiye anayefanya viumbe vyote viwe hai. Ndiye anayeumba vilivyo hai na visivyo hai, vinavyoonekana visivyoonekana, na vyote alivifanya kwa kusudi lake mwenyewe na kwa mapenzi yake mwenyewe, lakini akamfanya mwanadamu kuwa ndio kiongozi wa vile yote. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Kiumbe pekee ambaye amepewa upendeleo kuliko vyote ni mwanadamu. Kutoka Mungu anayefuata ni mwanadamu. Sisi ni jamii ya Mungu. Sisi si jamii ya malaika. Sisi ni jamii ya Mungu. Mwenzake na Mungu ni mwanadamu. Alisema anatufanya mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Akamfanya mwanadamu kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu. Kwa ukitaka kujua Mungu yukoje, mwanadamu yukoje, ona Mungu alivyo. Mungu ni roho, pia Mungu ni neno. Na mwanadamu alikuwa ni mwanadamu, roho, neno. Haleluya. Yeye alikuwa yuko kama Mungu. Alinena kama Mungu. Aliumba kama Mungu. Alitembea kama Mungu. Haleluya. Na aliongoza maumbile yote kama Mungu. Kwa kuwa watawala wawili hawezi kutawala sehemu moja, ikabidi Mungu agawe ufalme. Haleluya. Akasema mimi nitatawala huko juu, wewe utatawala huko chini. Amina, amina, amina. Kwa mwanadamu ni Mungu wa dunia hii, na Mungu ni Mungu wa mbinguni. Hata maombi yasema ombeni mse Baba yetu uliye mbinguni. Haleluya. Yupo Mungu wa mbinguni, yupo Mungu wa duniani. Amen. Na Mungu alikamweka Mungu wa duniani atawale vitu vyote. Na hata kuonyesha kwamba hakika alikuwa ni Mungu, Mungu wa dunia hii mwanadamu. Mungu alipoumba vitu vya dunia hakuvipa majina. Alikuwa anajua Mungu wao atakuja vipe majina. Amen. Akasema Adam, nimeomba vitu hivi ni bubu. Vitu hivi havina tabia yoyote. Kwa sababu jina ni tabia. Kwa wewe vipatie tabia. Na chochote utakachoita jina chochote, jina hilo utasema amina. Hilo ndio kwa jina lake. Kwa majina viumbe alivyovipa sio Mungu wa mbinguni aliyevipa, ni Mungu wa duniani ambaye ni mwanadamu. Haleluya. Amina. Uko hapa kwa kusudi. Hauko hapa kwa bahati mbaya. Wewe uko hapa kuna maana kubwa mbele za Mungu. Wewe hata wewe usijue, hata jirani sikujue ni nani, hata mtu yeyote asijue thamani yako, lakini upo kwa kusudi la Mungu. Kwa unaweza kumwambia shetani usinibabaishe. Sijawa hapa kuongeza idadi ya wanadamu. Niko hapa kutimiza kusudi la Mungu. Na siku nikitimiza nitaondoka. Na sijatimiza hakuna pepo wa kutosha kuniondoa hapa duniani. Hakuna magonjwa ya kutosha kuniondoa hapa duniani. Hakuna uchawi wa kutosha kuniondoa hapa duniani. Mpaka nimalize kusudi. Haleluya. Kwa nipo hapa kwa kusudi. Nimesimama siku hii kwa kusudi. Mungu amehifadhi uhai wangu. Haleluya. Kwa ajili ya siku hii, na alijua siku hii sitakuwa simama, nitakuwa msia. Haleluya. Na wao nikujua utakuwa popote, utakuwa hapa. Tuko hapa kutimiza kusudi. Hii miti ilioteshwa huko polini kwa kusudi. Na Mungu alijua wakati utafika, utakuwa na mkutano, mti huo utakatwa, ili usimike hapa, utimize kusudi. Haleluya. Kwa maisha ya mtu huu, miaka yake yote ilikuwa inasubiri kusudi hii. Na leo inatimiza kusudi. Na leo ndio mwisho wa mti huu. Haleluya. Hata mimbari iliyoko hapa iko kwa kusudi. Hizi mbao zitoka kwa mti fulani, ilibidi mti huo uwepo. Na Mungu akajua utachomolewa mbao, utatengeneza hapa, na maumbile yataweka Biblia, itatumika kwa kusudi. Na yote ni kwa kusudi lake. Hakuna kitu chako usipokea kutimiza kusudi. Haleluya.
ulijua wewe ni wa thamani sana? Hivi ulijua wewe ni wa thamani? Wewe ni wa thamani, wewe ni wa bei. Na wakati mwingine hujawahi kuwazia hivyo. Wewe ni wa bei kiasi kwamba ulipopotea mbingu zilihama. Mbingu hazikunyamaza. Malaika walipotea, Mungu hakuwa na habari nao. Shetani alipotea, Mungu hakuwa na habari nao. Lakini aliposikia watoto wamepotea Edeni, Mungu hakutuma malaika, alishuka yeye mwenyewe. Wewe ni wa thamani ndugu yangu. Mungu hakutuma malaika, hakutuma mtu mwingine yeyote, alishuka yeye mwenyewe. Akapiga vichaka vya Edeni, akita Adamu kwa wako. Haleluya. Ilikuwa ni jambo la dharura. Haleluya. Alikuwa amestarehe mbinguni baada ya kuumba vitu vyote, na akamleta Mungu mwenzake atawale chini duniani, na Mungu akaona vyema sasa starehe siku ya 7. Akasikia viumbe wako wameshapotea. Shangwe za mbinguni hazikuwa na maana kwake. Haleluya za mbinguni na sauti za malaika wasio na dhambi hazikuwa na maana kwake. Maana tangu haleluya aumbe hao viumbe wanaitwa mesarufi na mekarubi, wenye mbawa 6, wenye macho ndani na mbele na nyuma. Hivyo viumbe viliumba kumtukuza Mungu, vikilia siku zote vikipiga kelele, mtakatifu 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 ni Bwana Mungu wa majeshi. Mungu, wimbo unaoimbwa mbele zake ni utakatifu tu. Mungu ni mtakatifu kiasi cha kwamba hata hakuna maneno ya kueleza kutosha. Ni mtakatifu mtakatifu mtakatifu, huo ndio wimbo unaoimbwa. Hawajawahi kupumzika hao viumbe. Lakini siku hiyo walishangaa Mungu hayuko duniani. Hayuko mbinguni sana. Mungu hayuko kwa kiti cha enzi. Kumekuwa hakuna wa kumshangilia. Amina. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Ni wakati anashuka kwenda kukomboa. Haleluya. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Na hiyo yote ilikuwa ni unabii Mungu kuonyesha wakati atakaposhuka kukomboa kutakuwa na kimya cha nusu saa mbinguni. Ni wakati wa mbinguni hawezi kuabudiwa mbinguni, wametafuta hayupo, kumbe ameshuka duniani kwenda kushughulikia Mungu mwenzake. Mungu nabariki sana. Tulipopotea, gharama ya kutukomboa inamhitaji Mungu. Haihitaji kiumbe cha malaika. Hakina nguvu kutosha kutukwamua. Maana sisi ni wa thamani sana. Haleluya. Yabidi wa thamani juu yetu, aliyetufanya kuwa kama yeye, ndiye pekee mwenye uwezo wa kuja kututoa kwenye hali tuliyopo, kwa sababu sisi ni aina ya kwake. Amina. Na Mungu ameshuka sasa rasmi, kwa sababu ile ya Edeni alikuwa anaifanya kwa kivuli. Ndio maana bila chinje kondoo kwa kivuli. Atuhifadhi kwa muda, wakati sasa ndio anapanga mambo safari yenyewe ya kuja kutukomboa. Ile ya kwanza ilikuwa ni dharura. Dharura ikitokea huwa kitu kinafanyika kwa dharura. Alafu baada ya hapo ndio yanatayarishwa maandalizi maalum namna ya kufanya kazi katika ukamilifu wake. Sasa ukamilifu wa kutukomboa au kumkomboa Adamu na kizazi chake ni wakati Mungu aliposhuka akafanyika mwanadamu. Ile ya Edeni ilikuwa ni dharura, kwamba kwa sasa hivi tuweke kibadala, iwe tu ni mwanakondoo. Ndio maana Mungu akalauwa kondoo. Haleluya. Akaua kondoo, uhai wake akamrushia Adamu. Kwa kuwa kondoo uhai wake hawezi kuingia ndani ya mwanadamu, mwanadamu ni wa kiwango cha juu kuliko mnyama, alipata tu alama yake ambayo ni ngozi. Na ngozi, kuvaa ngozi kuonyesha kitu kimekufa. Na kimekufa badala ya mwanadamu. Na ni kitu kisicho na hatia. Kwa Mungu anatafuta mnyama aliye mpole kuliko wanyama wote, kondoo, na mnyenyekevu kuliko wote asiye na hatia. Akachukua uhai wake na akachukua ngozi kama alama ya uhai, akamtupia mwanadamu. Kwa mwanadamu akajifunika, akajistiri. Amina. Na akalarua tena kondoo mwingine akamrushia Hawa. Na ndipo wakawa wamefunikwa kwa damu kwa muda. Damu ya mwanakondoo inaposubiri damu kamilifu ya kuwatoa kwenye hali hiyo. Na utimilifu wakati upofikia,
Mungu akaja mwenyewe, haleluya, akavaa mwili wa kibinadamu katika tumbo la kibikira la Mariamu, akaomba mwili kwa kuumba yeye mwenyewe kwa neno lake. Yesu Kristo mwili wake ni neno la Mungu. Neno likafanyika mwili. Kwa ni malaika kabla anatamka neno, Hawa akalipokea kwa imani, neno likafanyika mwili. Likafanyiza mwili wa mwanadamu. Kwa kuwa anayekombolewa ni mwanadamu, ili bila jifananishe na hao anaowakomboa. Biblia inasema hivyo, ili bila jifananishe na hao wana wa Mungu. Akavaa ubinadamu. Kwa Mungu akaomba ule mwili ambao kama ni mwanadamu 100%, kisha Mungu wa mbinguni akaingia ndani ya ule mwili, ili apate kututembelea huku tulikopotea. Hata injili hii inayoongea ni Mungu akitutembelea Msia kwa njia ya neno lake kupitia watoto wake. Amina. Kwa akaja mwanadamu Yesu, kumbe ni Mungu aliyevaa mwili. Leo atakuja mwanadamu mwenzako aliyejaa upako, ni Mungu ndani ya mwili wa mwanadamu, akiwa na huzuni na Adamu aliyepotea, akiwa na huzuni na wewe uliye jamii ya Adamu. Enyi watu wa Msia, ninyi ni jamii ya Adamu, na Mungu anatuma mwanadamu, haleluya, ndani ya mwanadamu akukomboe wewe. Kwa kuwa ulianguka kupitia mwanadamu, itabidi ukombolewe kupitia mwanadamu, na mwanadamu atakujia wewe kupitia neno la Mungu, na Mungu atakushughulikia kupitia mwanadamu wenzako. Kwa Yesu akawa mwanadamu kama sisi, akazaliwa kama sisi, akalia kama sisi, akatembea hatua za wanadamu kama sisi, akavaa kama sisi, akala kama sisi. Amina na amina. Naye akawa mwamini kama sisi, akamwamini nabii wa sayansi, akabatizwa, akatekeleza mambo ya dini kama sisi. Haleluya. Kama mwanadamu wa kawaida, akamtii Mungu, akimpendeza Mungu na wanadamu wote. Jina la Bwana libarikiwe. Penda Bwana Yesu Kristo. Alichukua mfano wa mwili wa mwanadamu ili amkomboe mwanadamu. Unaona upendo wa Mungu, unaona thamani yetu. Thamani yetu hailingani na malaika. Kwa inapofikia kutukomboa, Mungu hatumi malaika, anashuka yeye mwenyewe. Na Mungu alishuka yeye mwenyewe. Unasema ni maandiko? Ndio. Nataka nikuonyeshe Yesu ni Mungu ndani ya mwili. Yule Yesu haitoshi tu kusema mwana wa Mungu. Sifa ya mwana wa Mungu ni kwa sababu alikuwa anakomboa wana wa Mungu. Lakini yeye kwa kuanzia si mwana wa Mungu. Yeye ni Mungu aliyevaa umwana ili akomboe wana. Maisha aliyoishi alikuwa anaonyesha vile wana wanavyopaswa wao, na vile Adamu alivyokuwa. Alikuwa kama unavyomwona Yesu ndivyo Adamu alivyokuwa. Ndio maana Yesu anaitwa Adamu wa pili, kwa sababu Adamu wa kwanza alikuwa ni mfano wa Yesu. Amen. Amina. Nampenda. Na Adamu wa kwanza alionyesha kivuli cha ukombozi. Adamu wa kwanza alionyesha kivuli cha ukombozi, kwa kuwa sehemu ya mwili wake ilikuwa imeshatenganishwa na Mungu, na sehemu ya mifupa yake na sehemu ya roho yake ilikuwa imetengenezwa kiumbe mwingine, Adamu mdogo aliitwa Hawa. Na hata alipopotea Hawa, ilibidi Adamu aende kumkomboa. Amen. Na tendo la kumkomboa ni kutenda alivyotenda. Akala tunda ile Hawa amekula, ili wote waingie kwenye kosa. Na wakiingia wote kwenye kosa, itamlazimu Mungu afanye ukombozi. Adam hakuthamini chochote Edeni zaidi ya Hawa. Kumkomboa Hawa au kuingia kwenye kosa
la Hawa, Adam alikuwa anapoteza vyote. Alikuwa anapoteza urithi wa kuwa mwana wa Mungu. Alikuwa anapoteza miliki yake hii dunia na mali zilizomo. Alikuwa anapoteza kila kitu kama taingia kwenye kazi ya kumkomboa Hawa. Akapoteza vyote. Akasema haidhuru. Yani heri vyote vipotee. Hata miliki yangu na mali zangu zote zipotee. Hata dhahabu zote zonazo zipotee. Hata wanyama niliowapa majina na vyote na miti vipotee. Lakini simkose Hawa. Akaingia kwenye kosa la Hawa, akimaanisha kwamba Hawa lazima akombolewe. Ndio maana Mungu alipomuuliza, wewe nini umefanya? Sasa ni mwanamke uliyenipa. Yani kichonileteleza ni kukosea Mungu. Ni huyu kiumbe uliyenipa. Kwa nimekosea kwa makusudi kabisa, kwa sababu nisingepoteza kitu umenipa wewe. Ninaamua nife nacho. Kama nikufa nacho, acha nife nacho. Lakini ujue ni wewe uliyenipa. Kwa nakufa ni kwa sababu ulinipa wewe. Na Yesu akaja kutimiza kile Adam alikuwa na shauku. Shauku ya Adam ilikuwa ni kumkomboa Hawa. Akashangaa wametumbukia wote. Sasa Mungu akaja akavaa binadamu ili atekeleze kile Adam alikuwa anamaanisha. Hapa Yesu anakuja. Hana dhambi. Hana ila. Hana kosa lolote. Lakini akachukua makosa ya mwenzake. Mwenzake Yesu ni nani? Kanisa. Bibi harusi. Yesu akawa dhambi. Huku hana dhambi. Lakini dhambi ya kanisa lake. Akafanyika laana kwenye laana ambayo kanisa limeingia. Akaangikwa mtini bila kosa lake. Yesu kwa nini kufa msalabani? Mke wangu. Ni wewe Mungu uliyenipa. Na Yesu akasema vile vile, wewe utalionipa Baba. Haleluya. Watakuja kwangu. Utalionipa Baba. Na sisi tumepewa kwa Yesu kabla ya kuweka msingi ya dunia. Haleluya. Sisi ni sehemu ya Yesu. Sisi ni neno la Yesu. Sisi ni mfupa ya Yesu. Sisi ni nyama ya Yesu. Kwa tukipotea sisi, sehemu ya Yesu imepotea. Na sehemu ya Yesu ikipotea, sehemu ya Mungu imepotea. Na Mungu hawezi kupotea. Ndio maana analazimika akitafuta. Yesu akasema kiapo cha mwisho, Baba, wote ulionipa sikumpoteza hata mmoja, ila tu mwana wa upotevu ili maandiko yatimie. Mwana upotevu alikuwa mwana upotevu tangu mwanzo. Ilikuwa aingie atimize kusaliti kisha atoka arudi kwao. Lakini wale wengine wote ambao Mungu alimpa Yesu tangu kuweka msingi wa dunia, wale Yesu asema hapotei. Kwa mteule hapotei. Kwa gharama yoyote ile. Kwanza amenunuliwa na damu ya Yesu Kristo. Damu ya Mungu ndio imenunua mteule. Kabla ya, haleluya, alichaguliwa kabla ya kuwekwa msingi wa dunia. Pili akaja kaitwa. Alipopotea Mungu akaja akamwita, akamhesabia haki, akamtakasa na kadhalika mpaka kumjaza Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hawezi kupotea. Mungu anatafuta walio wake. Na leo tuko msia hapa ni Mungu anatafuta walio wake. Yeye ndiye anatia nia ndani ya mtu. Ndani ya mteule mmoja. Kwenda kumshughulikia mteule mwingine. Ndani yetu wapenzi wa msia, tuna shauku ya kwamba muone tulichoona, msikie tulichosikia, na mpate kuingia pale tulipoingia, ili sote twende mbinguni. Hiyo tu njia ya mkutano huu. Njia ya mkutano huu, haja ya mkutano huu ni wanamsia waweze kuingia tulipoingia. Waje kwa Mungu amrudie Bwana. Mwanadamu ameumbwa ni mwabudu, lakini kwa kuwa amepoteza mawasiliano na Mungu, amekuwa kitangatanga duniani, akizurura kwenye mitaa na barabara za dunia, na barabara ambazo shetani amezichora kwenda kuzimu,
akitangatanga kwenye ulevi na uzinzi na wizi na kadhalika. Hizo zote ni barabara za kwenda kuzimu. Anatembea na yuba kwenye hizo barabara akidhani ni mtu mkubwa mno, kumbe anaelekea kuzimu. Lakini Mungu wa neema yote hajakosa kutuma watu wake ili waweze kumrudisha mwana wa Mungu kwamba huku na kuelekea sio. Geuka, tubu. Kugeuka ni kutubu. Tubu, achana na matendo yako mafu. Rudi nyumbani. Haleluya. Kwa tumekuja kuambia wanamsia, rudi nyumbani. Kama umlevi, kama ulimwengu, kama unaabudu miti au mawe, au unaabudu maganga wa kienyeji, au unaabudu mizimu, tunakwambia rudi. Yupo mmoja kuabudiwa. Ni Mungu Mwenyezi aliyekuumba. Jina la Bwana barikiwe sana. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Sasa mtani waonyeshe kwamba aliyekuja kutukomboa ni Mungu mwenyewe ndani ya mwili wa mwanadamu. Timotheo wa kwanza sura ya 3. Wengi huwa wanashindwa kujua kwamba Yesu ni Mungu. Na leo Wakristo wengi sana, licha ya dini zingine tu, dini ya Kikristo peke yake bado hajaelewa Yesu ni Mungu. Wanadhani Yesu ni mtu fulani tu ambaye alijisikia kuja kukomboa watu wa Mungu. La, nataka nikuthibitishe kwa maandiko ya leo kwamba si mtu fulani mbali na Mungu ambaye alipata uchungu kuliko Mungu hata haja tufia alafu Mungu abaki mbinguni amekaa kitako. Ni Mungu mwenyewe muumba mbingu na nchi. Alishinda kuvumilia kuona watoto wamepotea. Ni kama wewe mama au baba hapo wazazi, unasikia mtoto kagongwa hapo barabarani, utamtuma mtu aenda kakuangalizia adera wako? Adera wako amegongwa na gari pale, narudi shuleni. Sasa mtoto gari memgonga, Paulo gari memgonga, nao ndio na Paulo wako. Nikwambie kama hukujiweka sawa sawa, unaweza toka huna nguo bila kujua. Mtoto anauma wapendwa. Wazazi mpo, inueni mikono wazazi. Mnajua mtoto anavyouma. Mtoto anauma. Akipata shida umepata shida. Akiugua umeugua. Ukisikia mtoto au kupata amepotea ujui iko wapi, hulali usingizi. Utaenda kila mlango. Utaenda kwa marafiki zote wanaocheza na mtoto. Isitoshe utaenda polisi, serikali kusaidia. Kwa nini mtoto anauma? Kama sisi tu wazazi tulioumbwa na Mungu, sisi wenyewe tumeumbwa na Mungu akatuletea watoto, vipi Mungu ambaye ametugharamia yeye sisi ni unafikia anajisikiaje? Ndio maana alishindwa kuvumilia mbinguni, asingetuma malaika. Aliona haiwezekani mtoto amepotea nitume mtu mwingine hata kwa na uchungu kama nilionao. Ilibidi ashuke yeye mwenyewe afanye jambo la dharura. Haleluya. Ili siku zijazo atakapojipanga sasa rasmi akamkomboa mtoto wake kwa bei kamili. Amen. Na tumekombolewa kwa bei kamili. Na hiyo bei ni damu na uhai wa Mungu. Twende Timotheo wa kwanza uone aliyekuja kutukomboa ni nani. 3:16. Timotheo wa kwanza. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Bila mashaka yoyote siri ya Mungu ni kubwa. Haleluya. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Mungu alijifunua katika mwili. Akajulika kuwa na haki katika roho. Akajulikana kuwa ana haki katika roho. Yesu alipokuja hapa akasema nani ananihukumu na dhambi? Kwa alijulikana ni wa haki, si mtenda dhambi. Roho yake haijatenda dhambi. Amina. Akaonekana na malaika, ndipo malaika walimuona. Malaika mbinguni hawajawahi kumuona Mungu. Alipovaa mwili na malaika ndio akapata nafasi ya kumuona. Sasa ala, kumbe kama budagi ndivyo alivyo. Amina. Haleluya. Akahubiriwa katika mataifa. Nani leo anahubiriwa? Yesu. Amen. Kwa akahubiriwa katika mataifa. Akaaminiwa katika ulimwengu. Waamini nani leo?
Yesu leo anaaminika dunia nzima alipofanyika mwili. Ndio mpaka leo tunatangaza habari zake. Yeye wa mbinguni asionekana kwa macho, asiyegusika kwa mikono, ambaye alishuka akagusika, alishuka akaonekana na macho ya nyama yakamuona, na ardhi hii ikakanyagwa na yeye, na hii miti ikamning'iniza, na hii hewa ikampata Mungu huyu, na jua likashuhudia kwamba ni yeye, na nyota zikashuhudia ni yeye, na mwezi zikashuhudia ni yeye, hata ilipokufa vyote vikazima kushuhudia kwamba ni yeye. Haleluya! Nampenda Bwana Yesu Kristo. Akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Huyo Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Nasema na jingine, ndio ninalo na jingine. Amina. Waefeso, kama sijakosea nipate mara moja. Amina. Mungu nabariki sana. Amen. Ngoja nipate mara moja afu nakwambia ni wapi. Jina la Bwana barikiwe sana. Amina. Mungu alikuwa akijipatanisha mwenyewe na nafsi yake kwa Kristo. Ngapi? Ndieni ngapi wapendwa? Mungu alijipatanisha mwenyewe na nafsi yake kwa Kristo. Nani amempata hiyo? Naipata mara moja tu. Mvumilieni kidogo tu. Amen. Tumempata Mungu wa kweli. Na tuko hapa kuhubiri zile kweli. Amen. Wakolosai 1:20. Naam. Wakolosai 1:20. Okay. Wakolosai 1:20. Nashukuru ndugu. Wakolosai. Sio hapo. Kabla hapo. Na nyingine. Wakorinto wa pili 5:19. Hiyo ndio sawa. Wakorinto wa pili 5:19. Ndio nataka hii. Wakorinto wa pili 5:19. Amen. Tuanze 18. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu, aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, na alitupa huduma ya upatanisho. Hii huduma inaendelea ni ya upatanisho, kumpatanisha mwanadamu na Mungu. Amen. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Ninampenda. Amina. Mungu alikuwa ndani ya nani? Ya Kristo. Na Wakolosai 1 hiyo 18 ndio inasema utimilifu wote wa uungu, kama sijakosea ni 2. Wakolosai 2. Wakolosai 2 inasema utimilifu wote wa Mungu ulifanyika kwa jinsi ya mwili. Kwa Mungu wote ulivaa mwili. Ukaja duniani Mungu wote. Sasa tumekombolewa na damu ya nani? Ya mwanadamu Yesu au ya Mungu? Ya Mungu. Matendo 20:28 kama sijakosea. Wote kama mna Biblia mweza kupata hiyo. Matendo ya Mitume 20:28. Jitunze nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alolinunua kwa damu yake mwenyewe. Mungu amenunua kanisa kwa damu yake mwenyewe. Bwana Yesu natujalie sana. Amina. Tunampenda Bwana Yesu Kristo. Kwa hiyo waona ulivyo wa thamani. Waona wewe ulivyo wa maana. Amen. Waona wewe ambavyo ni zaidi ya dhahabu. Naam. Wewe ni zaidi ya chochote duniani. Wewe ni zaidi ya kiti cha enzi cha Mungu. Naam. Cha mbinguni. Wewe ndio umefanyika leo kiti cha enzi. Wewe ni zaidi ya jina hata la Mungu. Maana aliacha kuitwa Mungu ili asikukose.
angeendelea kuitwa Mungu mbinguni angekukosa. Akaona kuwa kama Mungu si kitu cha kushikamana nacho. Ajitenge na umungu, ajitenge na sifa zote za mbinguni, ajishushe chini, akubali kuitwa hata mtumwa. Akawa mdogo punde kuliko malaika, na akawa kama mtumwa, na akanyenyekea mpaka kwenye mauti ya msalaba ili anipate mimi na wewe. Akajificha na Mungu mpaka akawa anaitwa tu mwana wa Mungu. Mpaka akaona kujilinganisha na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho. Maana kushikamana nacho nitamkosa mwanadamu. Kwa sababu sheria ya ukombozi madai yalikuwa hivi: anayekomboa mtu aliyepotea awe wa jamaa yake, awe ni ndugu yake, tena ndugu yake wa damu, na awe na uwezo wa kukomboa, awe na mali ya kutosha kulipa gharama, na pia awe ni mtu mwenye haki, asiwe mwovu. Kwa shetani asingetukomboa. Na pia shetani sio jamii yetu. Yeye ni malaika, sisi sio malaika. Sisi ni Mungu. Sisi ni watu Mungu. Na Mungu ni mtu. Amen. Kwa hiyo Mungu ilibidi atafute kitu ambacho ni jamii ya mwanadamu, kikomboe mwanadamu. Ndio maana mbiu ilipigwa mbinguni na duniani chini ya dunia kutafuta mtu ambaye angekomboa mwanadamu. Haleluya. Ikaonekana mbinguni hamna, na Mungu akiwa nguzo ya moto alikuwepo. Kwa sababu nguzo ya moto aliyepotea ni mwanadamu, sio nguzo ya moto. Kwa hiyo nguzo ya moto ilikuwa pale, nuru isiyoweza kukaribiwa ilikuwa pale. Nayo haikustahili kwa sababu mbiu ilikuwa hivi: nani akafungue kitabu ili amkomboe mwenzake aliyepotea, mwanadamu wa duniani, na amezaliwa na mwanamke. Na Mungu nguzo ya moto hajazaliwa na mwanamke. Kwa hiyo sifa zikamkosa. Haleluya. Nani huyo asiwe na hatia, asiwe na dhambi? Ikaja duniani akatafuta kina papa, hakuna hata mmoja. Kina Cecilia, hakuna hata mmoja. Mama askofu, hakuna hata mmoja. Baba mchungaji, hakuna hata mmoja. Kwa duniani na tukapigwa mbiu, hakuna. Kwa hatuna cha kusema baba mtakatifu duniani, hakuna. Wakashuka duniani, chini ya dunia kuzimu kwenda kutafuta. Walioenda kuzimu, nani anapatikana? Hakuna. Yohana kalia. Tajua jamii ya binadamu imepotea. Yeye mwenyewe amepotea. Viumbe vyote vimepotea. Na miliki ya mwanadamu, dunia na mali zake vyote vimepotea. Kwa sababu ile hatimiliki. Haleluya. Hakuna mtu anaweza kuifungua. Hakuna mtu hata kuitazama. Hawezi. Akalia. Ndipo akasema usilie Yohana. Simba kabila la Yuda, shina la Daudi, ameshinda mpate kukifungua kitabu na kuzivunja mihuri zake. Alipogeuka mwana simba, akakuta ni mwana kondoo. Haleluya. Akivunja damu, akaenda kuchukua kitabu. Kitabu kinafunguliwa kwa damu, na kitabu hicho ni hati miliki ya mwanadamu. Ulijua hati? Nyumba hizi ikiwa imerasimishwa iko mjini, na maanisha tayari imeshapata kiwanja, hii nyumba itakuwa na hati. Na kama ungenunua nyumba wasikupe hati, hujanunua. Mwenye hati ndio mwenye nyumba. Kama ungenunua ardhi, eneo la ardhi, na usiwe na hati ya ardhi, huna ardhi. Mwenye hati ndio mwenye nyumba. Mwenye haki ndio mwenye kumiliki. Sasa ile hati miliki ya Adamu ilikuwa kwa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Amina. Shetani hakuipata. Kwa shetani anatawala dunia hii bila hati. Huyo ni jambazi. Huyo ni mwizi. Mungu aliposhuka kumkomboa mwanadamu, Mungu alikuwa anawinda jambo hili moja: hati. Hati ya umilikaji. Kwa ile hati Mungu alimchafua. Nabii anasema hati ni takatifu sana, mikono ya shetani isingeweza kuipata. Kwa hiyo Mungu akaichukua ile hati, akaipeleka mbinguni, akaifunga na mihuri saba. Amina. Kwa hati iko kwa Mwenyezi, mwenyewe wa asili. Kwa ilibidi hati
kufungua hiyo hati ili asomwe mambo yanayostahili. Nani ni mwenye kumiliki nchi? Mwenye aliyepewa hii dunia ni nani? Maana mikataba yote imeandikwa mle. Mule. Mwenye ardhi ni nani? Mwenye mali zote ni nani? Kiongozi wa hii dunia ni nani? Haleluya! Mteule wa Mungu ni nani? Kama viko humo. Sasa tayari hakuna. Yohana kalia, ndipo akamwambia usilie. Simba kabla ya Yuda. Alipogeuka aone katikati ya kiti cha enzi yule mbuzi wa moto, walishangaa na geuka anakuwa mwanakondoo. Ndio maana alipokuja duniani Yohana akasema, tazama mwanakondoo achukuaye dhambi ya ulimwengu. Amina. Yesu Kristo alifanyika mwanakondoo. Mungu alifanyika mwanadamu akawa mwanakondoo. Kwa Mungu ndiye anayestahili peke yake. Ili bila jitoe umungu afaye ubinadamu ili awe wa jamii yetu. Kwa kuwa hata kabla hatujaanguka tulikuwa jamii ya Mungu. Tulipoanguka tukawa mfano wa wanyama na tukawa na tamaa kupita hata wanyama, Mungu naye akaja akachukua mfano wetu. Kwa mwanzo alituumba kwa mfano wake, na yeye akaja akajiumba akachukua mfano wetu. Amina. Ili aturudishe kwenye mfano wake. Haleluya. Napenda. Yanaingia. Yanaelewa. Sasa kuelewa haya. Sema wajapokuwa wajinga hawatapotea kwenye njia hiyo. Wewe tukonekana wajinga kwa maisha ya dunia. Tukonekana wajinga kwa masomo ya sekondari. Tukonekana wajinga kwa maisha. Hata tuna madeni. Maisha yametuchapa. Lakini kwenye ufalme wa Mungu sisi sio wajinga. Wajapokuwa wajinga wanaonekana kama wajinga, hawatapotea. Hatupotei. Tunaiona njia. Kwa alichukua mfano wa mwanadamu, mfano wa mtumwa, ili amkomboe mwanadamu aliyefanywa mtumwa wa shetani. Narudia tena, sisi ni wa thamani. Amen. Mwambie mwenzako, mimi ni wa thamani ndugu yangu. Mimi ni wa thamani. 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 Amenifanya kuwa wa thamani kwenye ufalme wake wa mbinguni. Amenifanya kuwa wa thamani kwenye ufalme wake wa mbinguni. Amen. Zaidi kweli. La tano, nisomee mahali ambapo Biblia inasema eti mimi ni wa thamani. Hakuna dhahabu ya kutosha duniani. Hata umekusanya dhahabu yote duniani haitoshi kunikomboa. Hakuna dhahabu ya kutosha duniani kunikomboa. Hakuna almasi ya kutosha duniani kunikomboa. Hakuna jiwe lolote la thamani, madini yoyote ya thamani ya kunikomboa. Hata hii dunia yote na vilivyomo viuzwe havitoshi kunikomboa. Hata bahari na vitu vilivyomo ndani ya bahari havitoshi kunikomboa. Hatujakombolewa kwa fedha wala kwa dhahabu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana-kondoo wa Mungu. Haleluya. Maandiko yanasema hivyo. Sasa sikizeni katika kitabu cha Ayubu 28:13. Tuone mwanadamu eti aweza kukombolewa na kitu gani? Biblia inasema mwanadamu hajui thamani yake, wala haionekani katika nchi ya walio hai. Thamani ya mwanadamu haionekani, na mwanadamu mwenyewe hajui thamani yake. Ungewaza, mbona Mungu ametumia nguvu kubwa sana kumkomboa mwanadamu? Kwa nini? Ni kwa sababu hicho kitu ni cha thamani. Naogopa kuzungumza, mengine ni makubwa. Watu wa nje wanaweza kushangaa kwamba ni kitu gani. Lakini nataka nikwambie, nimwambie tu hata mtu wa nje ila aelewe. Unajua wewe ni wa thamani kuliko Yesu Kristo.
Mungu aliona heri amkose Yesu kuliko kukosa wewe. Hivi nikitoa hela nikanunua kitu, kwangu cha thamani ni hela au ni kile kitu? Ni kile kitu. Nimeamua leo utaondoke na hela zangu ili mimi nibaki na hicho kitu. Naamua nizitoe hela, na hela zinapendwa pendwa. Hela ni nzuri. Sasa unaamua muachie mtu hela ili uchukue kile kitu. Nimeenda kununua. Kununua ni kumpa kitu unachoamini ni cha thamani kwako. Umpe, alafu pati cha thamani zaidi. Sasa umeona damu yake sio ya thamani kuliko watoto. Hata uhai wake wa Mungu mwenyewe sio wa thamani kuliko watoto. Sisi ni wa thamani kuliko uhai wa Mungu. Wewe ni mtu wa namna gani? Ndio maana mtu kukuchokoza, yani anataka lete vita na Mungu. Wewe hata wewe mwenyewe hujui wewe ni nani. Hata jirani hakujui ni nani. Hata mwenyekiti wa kijiji hakujui thamani. Hata dini hazikujui. Lakini mbingu inakujua. Na kuonyesha mbingu inakujua ikakuona ulipochanganywa kwenye elimu za dunia hii na propaganda za ulimwengu huu na vitu vya dunia hivi vimekuvuruga. Hatuko na hali duni ya mazingira. Akagundua chombo pekee awezacho kukituma kije kikuelezea ukielewe kinaitwa William Marion. Yote hiyo akakifanya hata elimu ya darasa la 7 kishinde kufaulu. Hicho kiumbe. Maana Branham hakwenda hata sekondari. Lakini akampa lugha ya mbinguni akiongea mteule aelewe. Na ukisikiza kanda unasema hivi aliona. Anena mambo yangu. Ndio maana tunapenda kusikiza kanda. Zinanena mambo yetu. Haleluya. Unasema hiyo ni nini? Tukisoma jumbe nasema hiyo ni nini? Ameleta hivi kwamba wateule walione. Na kama unaliona, hiyo ni kuonyesha wewe ni mteule. Ni rahisi namna hiyo. Yaani ni rahisi namna hiyo. Na ukishaliona neno la wakati wako, huko ni kuitika jina. Amen. Unasikia majina teule wataitwa, waitike. Unafuata sema Robert. Waseme Paulo. Waseme Esther. Sio majina hayo. Majina ni neno la ahadi. Likiwekwa wazi. Neno la ahadi likifunuliwa, ukaliona, ni jina kuitika. Na nabii anasema hivi, hakuna sauti tamu kwa mtu zaidi ya kuitwa jina lake. Sauti tamu ambayo mtangekuita kwako iwe tamu ni kusikia jina lako. Lazima utake uone nani anakuita kwa jina lako. Vipi Muumba mbinguni anakuita? Vipi sasa aliyekuumba ndiye anakuita? Neno la ahadi ndio uzao wa Mungu. Neno la ahadi na sasa ndio uzao wa Mungu. Sisi ni neno la ahadi. Tunaahidiwa katika Malaki. Amina. Ufunuo 22:17. Roho na bibi harusi wasema njoo. Asikiaye na aseme njoo. Na kama ja uzima bure. Kwa tuko hapa kutimiza maandiko. Sisi ni wana wa ahadi. Ahadi ya sahihi. Nampenda. Mwanadamu hajui thamani yake, wala haionekani katika nchi ya walio hai. Vilindi vyasema haimo ndani yangu. Thamani ya mwanadamu haiko kwenye vilindi. Amina. Na bahari yasema haiko kwangu. Hata bahari zote zimesema thamani ya mwanadamu haiko kwangu. Na nchi nayo imesema haipo. Na vilindi vyote vimesema haipo. Amen. Haipatikani kwa dhahabu. Hata dhahabu
umesema sitoshi kutolewa nimnunue mwanadamu. Haleluya. Wala fedha, yani amen, ambayo ni silver kwa Kiingereza silver. Wala fedha haitapimwa iwe thamani yake. Hakuna fedha zitapimwa, madini ya fedha yapimwe yawe thamani ya mwanadamu. Hakuna. Haiwezi kutiwa thamani kwa dhahabu ya Ofiri. Ofiri ni dhahabu pekee duniani kwa Warabuni, ambapo ndio dhahabu ya thamani kuliko dhahabu zote dunia zima. Hata kwa dhahabu ya Ofiri hakuna thamani ya mwanadamu. Amen. Amina. Wala kwa shohamu. Shohamu ni mawe mekundu, mnaita rubi. Haipo thamani hiyo. Haleluya. Wala kwa shohamu ya thamani nyingi, hata kwa madini ya thamani nyingi, hizo rubi za thamani nyingi, hamna thamani ya mwanadamu. Wala kwa yakuti samawi, ambayo ni mawe ya sapphire, amen, ya blue, ya rangi ya blue, hakuna thamani ya mwanadamu. Amina. Zaburi 49:7. Hiyo nilikuwa nasoma ni Ayubu 28:13 hadi 16. Sasa nakuja Zaburi 49:7. Hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake. Hakuna. Hakuna hata mwanadamu, sisi wote, ambaye anaweza kumkomboa mwenzake. Hakuna. Ndio maana mbiu ilipigwa hapa ikaonekana duniani hakuna. Hii nini? Wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Hakuna awezaye kutoa fidia kwa mwenzake akombolewe. Hakuna. Haleluya. Amen. Maana fidia ya nafsi zao ina gharama. Wala hana budi kuiacha hata milele. Haleluya. Mathayo 16:26 inasema, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kama wangechukua mizani ya kupimia, ile mizani ya kubalance, unaweka kitu huku, jiwe huku naweka, na kilo moja huku ya nini na jiwe la kilo moja, unaona vina balance kama unapima mchele. Sasa wachukue mawe ya thamani, dhahabu zote, rubi zote, haleluya, na mawe yote ya thamani waweke upande mmoja, na nafsi moja ya haleluya, nafsi ya mwanadamu aliyepotea moja waiweke upande wa pili, itainua mizani. Haleluya. Itashuka, mawe yatakuwa mepesi. Wachukue hii dunia na vyote vilivyomo waweke upande mmoja, na nafsi moja ya binti mdogo, na ndugu mdogo sana, dada wa kazi mdogo sana, dada ndugu mchunga ng'ombe kwa msukuma mdogo sana, lakini ni mteule, waiweke upande mmoja, itakuwa nzito kuliko dunia hii. Kwa hiyo natangaza leo, thamani ya nafsi ya mteule wa Msia, hajaishi kwa dhehebu gani, hajaishi kwa dini gani, wewe ni wa thamani. Ndio maana tumefunga kazi zetu, tumefunga biashara zetu, haleluya, tumetoa nauli zetu, tumekusanyika hapa Msia, sio kujifurahisha. Ni kwamba ni Mungu ananjana hiyo nafsi, anataka urudi nyumbani, kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu, wewe ni binti ya Mungu. Bwana awabariki kwa wingi. Haleluya. Upo hapa kwa kusudi. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Mwanadamu yupo kwa kusudi. Upendo wa kiungu. Upendo wa kiungu ndio nataka nisome 36. Lakini lo, jinsi lilivyo la thamani, na ni la ajabu jinsi gani hakuna kinacholingana na kuokoka. Hivi mnajua kuokoka, hiyo nafsi ilikuwa inaenda kuzimu milele, hiyo nafsi ilikuwa inapotea milele, lakini Mungu anakuja, anatoa gharama, badala ya nafsi hiyo iende kuzimu, yeye akaenda kuzimu. Alijua unaenda kuzimu, akaamua kukuendea kuzimu, yeye akakuendea kuzimu ili wewe usiende kuzimu. Yesu ni wa mbinguni, akaamua wewe uende mbinguni, yeye aende kuzimu. Yeye ni tajiri,
usiopimika. Huu ni utajiri usiopimika. Kuokolewa ni utajiri usiopimika. Utajiri kwenye ujumbe sio kuwa na magari, sio kuwa na nyumba nzuri, sio kuwa sina vitu gani. Utajiri ni kuwa na uzima wa milele. Kwamba wewe maisha haya hata hadumu muda mrefu. Maisha haya kisha wewe utadumu kama Mungu anavyodumu. Huo sio utajiri kupita mbele. Yaani wewe utaishi milele na milele na milele, milele isiyo na mwisho. Viumbe wengine ambao hakumwamini wataenda kuzimu, lakini wewe utaishi pamoja naye, tena kwenye kiti cha enzi pamoja naye. Utatawala pamoja na Mungu. Utakuwa wewe pamoja na Mungu kitu hiki, alafu utatawala naye milele na milele na milele. Hakuna cha thamani kama kuokoka. Na watu wengi hawaamini kuokoka duniani. Unawashangaa, dini zimewatadanganya, dini zimewatapeli. Nataka nikutangazia leo, kuokoka kuko duniani. Kuokoka hakuko mbinguni, kwa sababu kupotea ni duniani na kuokoka ni duniani. Unasema nawezaje kusema naokoka huku bado napambana na vitu vya dunia? Ni kwamba tu umefundishwa vibaya, hukuwekewa msingi mzuri. Ngoja nikusaidie leo, kwa kuwa Mungu ametupa neno la upatanisho. Haleluya! Ni lile neno tunalihubiri katika nguvu za kufika kwa Bwana Yesu Kristo. Dunia hii ni kama bahari iliyochafuka, na maisha yako ni kama kizibo cha soda. Ni kama kimtumbwi kidogo katikati ya bahari kubwa. Sio ziwa hili, hii ziwa ni kitu kidogo. Bahari ni kubwa zaidi ya ziwa. Japo hata hii watu wanaitaga bahari kwa sababu hawajui. Hii sio bahari, hii ni ziwa. Tena kadogo sana, kwendako ya habari ni kadogo sana. Ziwa kama Pacific, ziwa kama Antarctic, ziwa kama Hindi, bahari ya Hindi. Na maanisha bahari, sio ziwa samani. Bahari kama Pacific, bahari kama Antarctic, bahari kama Hindi. Hiyo ndio bahari. Maziwa ni kama Tanganyika, Rukwa na kadhalika. Hayo ni maziwa. Tuko pamoja? Sasa nikwambie, wewe uwe maisha yako ni kama kimtumbwi kidogo cha mti mmoja. Wavuvi wa mtanielewa, na uzuri huku mnaelewa. Mtumbwi wa mti mmoja. Umeshaona, wanaitaga mjanja sana, kwa sababu kugeuka ni rahisi. Tofauti na mtumbwi ile ambao nyingi wamefanya ni kipana. Sasa ya mti mmoja walichukua tu mti mnene, wakachonga katikati, wakatoa nyama katikati, ikawa ni kama kikopo katikati. Kwa hiyo unaingia mle ndani ya kakopo, kanaweza kukabilika muda wote. Sasa ndivyo maisha yetu ya dunia yalivyo. Unapozaliwa unapambana na kifua na mkohozi na tumbo na ajali na magonjwa na majambazi na kila shida. Vyote vyaweza kukua muda wote. Uko kwenye bahari pana ndani ya kamtumbwi kamti mmoja. Na bahari imechafuka. Dunia hii ilishachafuka. Ina mapepo ya kila namna. Hutatoboa bila msaada. Na unapaswa uvuke hiyo bahari. Unapaswa tuvuke hii dunia. Na ina kila aina ya pepo. Na pepo zote zimeapa zikuangamiza. Sasa wazia, bahari imechafuka. Na mbaya zaidi, wewe sio baharia. Wewe ni mgeni kwenye mtumbwi, hata kusoza hujui. Kuparasa hujui. Hata kuogelea hujui. Na mawimbi yanakuja ni zaidi ya nyumba hii urefu. Na kuna bahari imechafuka na inatibua maji. Nawe unaona kabisa kifo hicho naangamia. Unapiga mayowe mpaka unajipigia mwenyewe mayowe yako mwenyewe. Sasa katika kuhangaika na hujui ufanye nini, na unaona kifo hiki, kwa neema unaona merikebu kubwa ya kale inaabiria kwenye hayo maji ya mchafuko. Na nahodha anayeendesha ni bahari ya mkuu. Anaweza kazama chini ya bahari hiyo hata masaa ya kutosha, lakini asizama, sife maji. Na huyo bahari anaitwa Bwana Yesu Kristo.
Alishawahi kuzama ndani ya bahari, ndani ya mauti, akashuka hadi kuzimu ya chini kabisa, akaja katoka kiwa hai. Sasa yeye anaendesha hiyo merikebu, na merikebu ni wokovu. Ninaona sana wakati anaendesha, anakuona unavyowahi na kamtumikanga kamti mmoja, kisha anakuja na kuokota, anakuingiza kwenye meli yake, alafu yeye anaendesha. Utasema umeokoka hujaokoka? Jina la Bwana lipo sana. Hiyo ndio tunasemaga tumeokoka. Kwa nini? Tumeyakabidhi maisha yetu. Haya ndio tunakumbukia baharini, maisha yenye uzinzi, maisha yenye uongo, maisha yenye wizi, maisha ya ulevi, tumemkabidhi. Kama Yesu, sina uwezo wa kuishi mwenyewe. Uwe ni Bwana, manake mtawala, mwamuzi na mwokozi wangu, na kuniokoe na shida zangu zote. Kisha wewe laza kichwa na miguu na kila kitu. Ukiingia ile meli ambao ni wokovu, laza kichwa, laza miguu, laza mikono. Anaendesha sio wewe, anaendesha. Paulo akasema sio mimi naishi, ni Kristo ndani yangu. Sio mimi ninaishi, bali Yesu ndani yangu. Sio mimi ninaishi, bali Yesu ndani yangu. Hiyo ndio maana ya kukabidhi maisha yako. Tunaposema njoo yakabidhi maisha kwa Yesu, ni wakati maisha yako huwezi kuyastahimili, ni wakati huwezi kujiokoa, ni wakati huwezi kujiponya, huwezi kujisogeza. Basi unampa yeye ambaye anakuwazia mema kuliko unavyojiwazia. Yeye aliyekuumba akakuleta duniani, na yeye aliyeziumba mbingu na nchi, na aliyeacha mbingu akashuka kushughulikia. Yeye ndiye ana huruma kuliko mtu mwingine. Hivi ulijua anayekupenda duniani kuliko wote kwa maumbile ya kawaida ni mama na baba peke yake? Wanaokupenda nyumbani kuliko mtu mwingine yote kwa dunia hii ya maisha ya kawaida ni wazazi wako. Hakuna mtu atakuhurumia zaidi ya mama yako na baba yako. Hata wengine atakuhurumia ni sawa, lakini hawezi kufikia kiwango cha baba na mama. Na dunia hii hakuna anayekupenda zaidi ya Mungu. Hakuna anayekupenda zaidi ya Mungu, wapendwa. Mungu ndiye aliyeamuru uje duniani. Nani anakupenda sasa zaidi ya hii? Yeye ndiye akakuchagulia baba na mama kukuleta duniani. Ndiye aliyekuchagulia kwamba hawa wakulete, hawa watu wao wakulete. Na amekuleta tangu uchangani, wakati huna ufahamu, hujui chochote. Alikuwa pala na kuchunga. Amina. Ulipokuwa kwenye ujana wako wa utineja wenye vurugu, bado anakulinda. Ukifanya vurugu za ujana, baada alikuwa pembeni na kulinda. Haungana wewe kwenye makosa, lakini anakulinda usalama wako. Ulipanda magari ukaenda ukarudi. Ukaugua hospitali ukalala, vitanda vile vile walala hakurudi, wewe ukarudi. Alikuwa yeye yuko pembeni. Anakuchunga mpaka umlipu. Huyo ndiye anayekupenda kukote. Apojua muda umefika, akatuma nabii Branham. Akahubiri huko Marekani, akijua nchi ya Marekani ndio ina uwezo wa kimaumbile na kimazingira isafirishe ujumbe. Na inaweza kulinda ujumbe kwa nguvu za kidunia. Na ndio ina sauti kuliko mataifa mengine yote. Kwa akamleta mahali sahihi ili ujumbe uweze kusafirishwa kiusalama zaidi. Vibali vya Voice of God vimeandikwa hivi: ukitia mashaka kuhusu matirio ya Branham, uliza ubalozi wa Marekani ulioko nchini kwako juu ya ujumbe huu. Alijua wao watakuwa wanasayansi, kwa wataingiza ujumbe kwa njia ya kisayansi. Ujumbe utakuwa hewani, tutaudownload. Watatutengenezea masimu na vitu gani, afu ujumbe utasafiri kirahisi kabisa. Mungu ni fundi. Mmoja akaona kanisa la kwanza la mitume ni maskini, hadi wanauza
viwanja ila ngao wapate mahitaji sawa sawa. Wanauza na mashamba. Akona hivi hawa watasafirisha injili kweli? Ni duni sana. Sasa nataka nisafirishe ujumbe uende Rumi kutoka Israeli mpaka Rumi. Nako nina wateule. Akamfanya Paulo akaruhusa kusema. Akasema nakata rufaa. Kesi yangu isikilizwe Rumi. Kwa akamsafirisha kiserikali. Wakamsafirisha kama mfungwa. Gharama nyingi ya serikali ya Rumi inasafirisha injili. Alipofika Rumi kusimama kwa kizima hana kesi. Ameshafika akaenda kuhubiri injili. Mungu ni fundi. Na leo ni chama cha Marekani nisaidie kupeleka ujumbe. Hapana. Matajiri wenye fedha wako Marekani. Ngoja niwafanye wao wanauza vitu vyao bila wao kujua. Wasafirishe ujumbe huu. Akatokea mzungu mmoja akasema mimi nikifa mali zangu zote ziuzwe na fadhili maktaba zote za Afrika Mashariki. Na huyo mzungu akafa. Samdia amesema nikifa achukue. Na sasa sitatoka. Mali zake zote ndio zilizofadhili maktaba za Afrika Mashariki. Ikaletwa mali yake ikachapisha vitabu, kanda, vitu gani. Si hivyo tu. Sehemu kubwa ya matajiri wa Marekani licha ya dunia nzima wamechanga, lakini sehemu kubwa ni wao. Ikaandika kwenye tablet. Tablet hii imedhaminiwa na ndugu zako waaminio bibi harusi waliko duniani. Alafu vipi kama ujumbe umekuja Tanzania, tungepata mashine wapi za kuchapisha vitabu? Tungepata mashine wapi za kutengeneza tablet? Kwa Mungu ni fundi. Kwa kamtuma tukule. Alafu kasafisha ujumbe. Alafu ukufikie wewe na mimi. Alafu unapokea bila senti. Bila nia. Bila tu imani. Akasema njoni mnunue kwangu. Bila thamani. Bila fedha. Ni imani tu wakipokea kwa imani. Tuko hapa tunakula message ya Bwana. Sasa niwaulize. Ni mzazi yupi anatozaga watoto mahitaji ya kuleta nyumbani? Labda wewe kicha. Na tunapiga kazi. Ukiuliza kwa nini watoto nyumbani? Nini? Paulo anataka school fees chuoni. Utauza hata ng'ombe. Wala huuzi kumkopesha. Unamsomesha bure kabisa. Na anadai baba tuma school fees. Baba tuma sijui kodi imeisha hapa napokaa. Baba tuma sijui nini, kuna sijui mitihani gani. Baba tuma, wewe unatuma. Sijui uniform zimeisha unatuma. Na sivyo tu wale baki nyumbani nao unawalisha. Ulishawahi kuwadai? Kwako watoto ni wa thamani sana. Chochote unachofanya ni mama shamba vile kunyesha mwaka mzima ukipata unauza utunze nini? Watoto. Kwa kuwa kwako familia ni kitu muhimu sana. Lakini sasa tumeambiwa ukijua kusudi la Mungu kwamba kabla hata ya watoto kusudi la kwanza ni nani? Kumtolea fungu la 10 na sadaka. Kusudi la pili nini? Familia. Unaitumikia familia. Afu kusudi la tatu ni wewe jiweke watatu. Wengi hatujafanya hivyo. Na ujumbe huu ulivyo, usipotii kila neno utafikia huko. Amen. Mungu ameleta suluhisho ya maisha ya bibi harusi. Ameleta dawa ya kutuponya. Ameleta zana za kutufanya tuwe bibi harusi kamili. Kwa neno linapokuambia tenda hivyo, unapata mshahara wako. Cha kwanza Mungu ndio namba 1. Pili familia. Nenda mbele za mke wako mwambie mama nimepata hii.
hii hebu tuone ni nini cha muhimu sasa hivi tutatue. Alafu kama itaishia kwa mke wako na matumizi ya nyumbani, okay, hata ukikosa sio baya. Kama itabaki hata 10,000 hata 20, basi yako ndio weke mfukoni ili kukanyaga kifaranga cha mtu mitaani uweze kulipa. Lakini badala yake tunakosea. Ukipata hata Mungu humpi. Hata familia huwapi. Mama kihitaji unatolea nyuma. Unachambulia nyuma. Ukifanya hivyo bado hujaona ujumbe. Bado hujaona ujumbe. Unapaswa uanike yote wazi kwa dada mwaminio na ndugu mwaminio. Hii hapa sisi ni wa thamani mbele za Mungu. Afu Mungu ataibariki hiyo familia. Ndio maana uendelee kwa maisha hata ya uchumi kwa sababu hujatii neno. Unasema mbona anafanya hata kama toa fungu la 10 lakini mke anasikitika huendelee. Hutapata uletea shida. Dada anakulalamikia, watoto wanakulalamikia. Ni mama akipata kitu faida anasaidia watoto. Wewe juhudi zako zote ni wewe mwenyewe na unakopeleka havijulikani. Uendelee hivyo. Moja ya viapo kwenye uchumba ni hii: nitafanya kazi dada kipenzi mpaka mikono yangu itoke damu ikibidi ili kukupatia riziki. Lakini hamfanyi hivyo. Mikono kutoka damu, unajua maana kuota sumu. Huwa ni damu imetoka alafu inavilia, alafu nundu inavimba. Njoo nikague hapo uone kama sijatimiza neno. Unasema na tano yeye hana, njoo nikague hapo. Njoo nikague hapo. Natimiza neno, njoo nikague hapa kama hakuna nundu. Ni damu itoka kavilia ikawa sumu. Sumu hizi hapa hapa. Ni nini tunatimiza nini? Amina. Simaanishi lazima shike jembe. Hata kama unafanya biashara bado ni sumu. Kwa maana jua linakuchoma, unateseka, ukae muda wa kutosha nyumbani, unapigana ili utunze nini? Lakini jukumu la kwanza nani? Mungu. Na bado sema hebu msikie. Uchumi namba 1 duniani Mungu akichukulia hivi ni kanisa. Ndio uchumi wa Mungu. Mungu hana shughuli nyingine duniani ya kumpatia kipato kwa ufalme wake ila kanisa. Kwa kitu cha muhimu kuliko vyote duniani leo Mungu akichukulia ni kanisa. Amen. Kwa na kanisa nabii akasema kama kila mtu angekuwa mwaminifu kufanya vile neno limesema afanye, hakungekuwa na shida kwenye njia. Hakungekuwa na shida kwa ufalme wa Mungu. Maana Mungu ameweka utaratibu huo ili mambo yake yaende. Wakati Yesu akija hapa duniani, haleluya, hakuwa na mahali pa kuzaliwa. Mungu akazima tumbo la uzazi. Mariamu akajitolea bure. Haleluya. Hapo alipozaliwa hakuna pa kumweka. Kwenye holi la ng'ombe zizi likatoa msua. Amen. Hakuna kumshangilia, wachungaji wakaja wakamshangilia. Haleluya. Akakuwa hakuna wakumpa nguo. Martha na Mariamu wakamfumia ile nguo yake. Walifuma kwa mikono. Inabidi mtu fulani ajitolee. Usipojitolea kuna mtu atajitolea. Kwa Mungu sio maskini. Wao usipomfanyia chochote atainua chochote kimfanyie. Alafu wewe umekosa. Ni vyema ukisikia kitu fulani moyoni kinakusuta ufanye kitu fulani, usimuulize mtu fanya wewe. Amina. Mfanyie kwa sababu hata hivyo maisha yetu tulionayo hapa ni mafupi. Na umemfanyia Mungu nini tangu umeamini message? Kwa sababu uko hapa kwa ajili ya kusudi hili, mengine yote hayajalishi. Jambo moja muhimu ni kumtumikia Mungu. Ni kumwabudu Mungu. Na kumwabudu kunaambatana na vitu vingi. Bwana anatujalie sana. Sikiliza wapenzi. Hakuna nasoma ujumbe wa upendo wa kiungu 36. Lakini jinsi lilivyo la thamani na ni la ajabu jinsi gani, hakuna kinacholingana na kuokoka. Kuokoka hata hutambui. Ewe rafiki, nina hakika na bana hakika hutambui thamani ya kuokoka. Tungelielewa thamani ya kuokoka, tungekuwa tunatembea njiani tunacheka. Wanaona meno yako nje nje, sasa mimi na furaha. Nina uzima wa milele. Hata unapiga kwa mguu, unapiga kilomita kutoka hapa hadi
Wapi? Hadi Mtowisa. Wewe uko na kilomita tu hapa. Hata baisikeli huna. Lakini una furaha iliyozidi. Nini unasema nimeokoka? Ukitazama mbele hakuna watu, nyuma hakuna watu. Wako mashambani tuko pekee. Unaanza karibu na wewe. Unasikia na nywele zinasisimka. Afu furaha iliyozidi hadi machozi yanashuka mashavuni. Uko peke yako na Bwana. Unaambia Mungu samahani. Nitakuwa na wewe njiani. Nitakuwa sijafumba macho. Nitaendelea kukuabudu. Uko unazungumza na yeye. Uko na furaha namna hii. Hivyo ndivyo tunapaswa tuwe Wakristo waliokolea. Na angetokea mtu ana shida hapo, umejaa upako. Amen. Anahitaji msaada, unahitaji kumwita mchungaji. Unajua mchungaji yuko ndani yako. Ni Yesu Kristo Roho Mtakatifu. Anaweza kumuombea. Unasema Mungu kwa neno lako lisokosea. Unasema waaminio ishara zitafuatana nao. Haleluya. Hata pengine wewe ni dada mdogo. Ni dada mdogo kabisa hata kanisani hata hujulikani. Wewe hujulikani sana. Lakini unajua una Mungu wa Abrahamu. Sasa nakuwekea mikono. Najua mikono yangu haiponyi, lakini kinachoponya ni ahadi ya Mungu. Aliahidi yeye tuweke mikono juu ya wagonjwa. Na sisi tunaweka na kina nani? Waamini. Waamini wa nini? Wa ujumbe. Tunasema magonjwa achia. Shetani na kuamuru. Unanifahamu mimi ni mwamini. Na unaniona hadi moyoni. Kwamba ninaamini ujumbe wa kweli. Ninaamini ujumbe ule uliotambulishwa na kiumbe cha mbinguni kikapigwa picha. Na picha yake imebandika nyumbani. Na iko kanisa. Shetani kwa Mungu achia mtu huyu. Au chapa mwendo. Baada ya hapo utasikia yule mgonjwa ameshapona. Namna hiyo rahisi namna hiyo. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Lakini nakuwa waoga. Tunaogopa shida kidogo tu. Mchungaji yuko wapi? Hujajitambua. Hakusema ishara itafuatana na wachungaji. Si kwamba nadharau huduma ya wachungaji. Wachungaji kweli wana mahali na watuombee. Lakini si kila katatizo kadogo au si kila tatizo ni mchungaji. Wewe unafanya nini? Nataka nikuonyeshe ulipo hapo wewe ni wa thamani na mbingu zinakuthamini. Na una jambo la kufanya. Amen. Mara nyingi tunajua wanaoombea wagonjwa ni watu fulani wakubwa, watu fulani wenye matukio. Nataka kusema naonaga nguzo ya moto na malaika, huyo ndiye ataombea wagonjwa. Nataka kuombea usiweke hivyo. Tunajua katika ujumbe huu aliyekuwa anaombea wagonjwa kwa mtu mwingine yote ni nabii. Naamini hivyo. Lakini fikia mahali ambapo watu wamepanga foleni. Wanaenda kuombewa na nabii kwa kipawa kichotuma duniani kwa ajili ya kufuta usikivu. Lakini dada mmoja yuko kwenye viti tena mdogo hajulikana kama mashemasi hata wadhamini. Alikuwa pale. Lakini mbingu ilishamthamini kamkomboa. Inamtazama. Hiyo mbingu ndani ikamwambia muombee huyu mtoto wa huyu mama. Akasema mimi ni nani hata hivyo? Mbona anaenda kwa nabii? Akagoma. Ikarudi ikasema muombee huyu mtoto. Ikaenda kumsumbua. Kwani na mimi eti na mimi una udada eti naweza kuombea mtu. Sasa mtu anaombea. Na hata hivyo nabii wetu yuko pale anaombea. Hii mawazo yangu ya hivi kwa nini na mawazo haya? Akajaribu kujifunga. Amekaa hivi kamsumbua. Akaanza kujitetea ili aitulize. Sasa dada, naona umechoka sana kusimama na mtoto. Unaonaje ukae kwenye kiti chako? Yule mwenye mtoto yule kwa naomba akasema hapana, niko kwa mstari naenda kwa nabii. Akakaa hapo bado ina kitu cha kiungu wa kinasumbua. Kinasumbuaga kwa katilia. Kinasumbua sana. Basi akaona mwisho akaamua kujiungua sasa. Naomba kama kitu kinasumbua. Unaonaje niombee mtoto wako? Alafu uone alivyojitetea. Alafu utaendelea kwenda. Sasa endelea. Na mimi niko kwa mstari wewe endelea. Yule dada akaomba. Mungu mponye huyu mtoto. Akaomba katika jina la Yesu, amen. Ile kitu kikaisha. Yule dada ameenda hatimaye zamu kafika kwenda kwa nabii. Chini ya upambanuzi, chini ya nguzo ya moto. Nabii anamwona anasema wewe mtoto wako ameshapona. Kuna dada Roho Mtakatifu alikuwa anamsumbua pale, ameshamwombea mtoto. Wewe ni wa thamani. Ndugu dada, mimi ni wa thamani. Shida ya leo bibi harusi
anaweka yote kwa Branham. Huo pia ni ugonjwa. Sister hili nabii alikuwa anaambia wagonjwa, sisi tunajionyesha sisi hatuna Mungu. Mungu alishabakaki kwa Branham. Na ambavyo tunakosea. Unataka uombe mtoto? Mimi sistahili. Labda ndugu nikuweke kanda. Sisemi kuweka kanda because utaweka ni sawa. Lakini Mungu anatakiwa atoke kwenye kanda afae mwili. Atoke kwenye jumbe afae mwili. Sio kanda zitakazomdhihirisha Mungu. Sio vitabu vitamdhihirisha Mungu. Ni wewe unayetembea kwa miguu miwili utamdhihirisha Mungu. Viumbe vyote duniani vinasubiri kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Havisubiri kudhihirishwa kwa kanda. Kanda ni wewe unasikiza ili upate kufanyika kanda. Kanda halisi ni wana wa Mungu aliyefanya mwenye mamlaka. Hiyo ndio kanda. Usichukue vibaya unasema nataka kataa kusikia kanda utakuwa umechukua vibaya. Nasema kanda sikiza umeze ule kitabu alafu ufanyike kitabu. Wewe ndio usikize kanda ili walimwengu na dunia na maumbile ya kuone wewe uliyefanyika kanda, uliyefanyika vitabu, ukitembea kwa miguu miwili. Malaki 4 haikubaki kwenye kitabu cha Biblia. Malaki 4 ilivaa mwili kama mwanadamu fulani. Mashallah. Ikafanyika mwanadamu Branham. Afika soma maandiko yake. Tunapaswa tufanyike neno afu tusikize kanda yetu wenyewe. Tusome vitabu vyetu wenyewe vinavyosema habari zetu. Wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani ndugu. Wewe ni wa thamani dada. Na Mungu akubariki sana. Ninyi ni wa thamani. Namaliza. Hauko hapa kuongeza idadi ya wanadamu. Uko hapa kutimiza kusudi. Naisoma hiyo tutakuwa tunafunga mchana huu leo. Naisoma. Kwa maana sasa 7. Aya 27 kwenye ujumbe najua mkombozi wangu yu hai. Aya 27. Na Mungu hakukuumba mimi na wewe ili tu kuona kama angeweza kufanya jambo hilo. Mungu alikuwa habahatishi, hajaribishi kwamba nione ninavyoweza kuumba mwanadamu. Yeye ni muumba kwa kuanzia. Alikuumba kwa sababu kuna makusudi maalum ya wewe kuwepo, la sivyo usinge kuwepo. Alafu wengine mnasikitika, kwa nini mimi nikaumba ni mweusi? Hujajua tu ilivyo neema kuumba mweusi. Alafu unataka kujifanisha na kinyago fulani hivi. Unapaka vimadawa alafu wewe nini? Ni kumkosoa Mungu, na hiyo ni kufuru. Ni kumwambia Mungu ulikosea kunifanya hivi. Ukiwa mweusi, jivunie na wewe weusi kwa sababu mbingu zilipenda wewe wanadamu. Ukiwa na mweupe, jivunie kwa kuwa Mungu alipenda wewe hivi. Lakini zaidi ya yote ukiwa Mwafrika, furahi zaidi kwa kuwa Mwafrika ndiye ujumbe umetumwa kwako. Hiyo ni Branham amesema. Ujumbe huu utaenda kwa kondoo mweusi. Na akasema naona unaelekezwa kwa kondoo mweusi. Kondoo mweusi ndiye ambaye anaelekezwa ujumbe. Na ujumbe huu utamfikia kondoo wa mwisho mweusi. Na atakapoingia ule mweusi wa mwisho tutaondoka. Na baba sasa nyinyi hamjajua kile mweusi alicho. Ana uaminifu ambao mzungu hana. Afu wewe unakataa kuwa Mwafrika. Unataka weje? Mungu amekufanyia upendeleo wa kiwango cha hali ya juu, afu juu. Ngozi yetu haihitaji mafuta maalum kuzuia ozoni ya jua. Sisi ngozi yetu ni original. Ya mzungu ni aina zemzemu. Anahitaji mafuta maalum ili astahimili. Sisi tumeumbwa hii ili kwamba istahimili mazingira yote. Jivunie Uafrika wako. Jivunie kwamba asante Mungu kuniumba Mwafrika, na kushukuru Mungu kunifanya Mwafrika. Na Mungu atakuheshimu kwa sababu unajua wewe unavyojithamini. Na Mungu anataka ujithamini. Jithamini, usisikitike kwa kuwa maisha yamekuchapa.
Mwambie Mungu nashukuru kunifanya haya na kuamini ujumbe wa saa. Hilo ndio jambo muhimu kuliko mengine yote. Aweza kukuruhusu upitie adha na shida ni kwa sababu anataka uimarike jambo fulani. Namaliza. Kwa hakukumba wewe na mimi ili kuona tu vile atakavyofanya jambo hilo. Alituumba kwa kusudi fulani. Kwa hiyo kuna kusudi la sisi sote kuwepo hapa. Huko hapa ili tu kuwa mwanadamu mwingine. Hatuko hapa kuongeza idadi ya watu. Tuko hapa kutimiza kusudi. Amen. Upo hapa kwa sababu Mungu alikumba kwa kusudi fulani. Huko hapa kula tu chakula ambacho Mungu alikikuza. Alikuza au huko hapa ili kuishi tu katika nyumba ambayo mtu alijenga au kuvaa mavazi ambayo mtu fulani alitengeneza. Uko hapa kwa kusudi maalum. Haijalishi wewe ni mdogo kiasi gani, wewe ni mkubwa kiasi gani, wewe ni wa muhimu kiasi gani au jinsi ulivyo duni, uko hapa kutumikia kusudi fulani. Nampenda Bwana? Amen. Hata Yesu alikuja hapa kutimiza kusudi. Pilato akataka apingane na kusudi. Hujajua mimi na uwezo wa kukufanya usifu. Asa usingepata isipokuwa umetoka juu. Unajua anaweza kuepesha sifa sana. Nilizaliwa kwa ajili ya kusudi hilo. Yaani kuhusu kifo ndio nilizaliwa ili nife. Amen. Amen. Na wenye kujua hiyo kweli akazungumza pale. Akasema kweli ni nini? Yesu hakumjibu. Sasa leo hata kijibu anapoteza tu muda. Mtu mwenyewe sio mhusika. Kwa tuko hapa kutimiza kusudi fulani. Hauko hapa bure bure. Wewe sio mtu bure. Hata wewe ni dada wa kazi kwa mtu. Hata wewe ni mchunga ng'ombe kwa mtu. Wewe sio bure. Uko hapa kutimiza kusudi. Wewe ni wa muhimu sana kwenye ufalme wa Mungu. Baba awabariki sana. Amen. Sikiliza hapa na maliza. Uko hapa kwa kusudi maalum. Hajalishi wewe ni mdogo kiasi gani au wewe ni mkubwa kiasi gani, wewe ni wa muhimu kiasi gani au jinsi ulivyo duni, uko hapa kutumikia kusudi fulani. Kama vile kidole changu kiko hapa kwa kusudi fulani. Ukucha wangu kwenye kidole changu ni kwa kusudi fulani. Jicho langu na kila sehemu ya miili yetu ni za kutumikia kusudi fulani. Na haikuwekwa hapa ili tu kuona jinsi itakavyokuwa wakati ilipowekwa hapa. Amen. Amen. Lakini iliwekwa hapa ili kutimiza kusudi lake. Ulikuwa ni mpango wa Mungu. Ilikuwa ni mpango wa kiungu wa Mungu kufanya hivyo. Na ikiwa tuliwekwa hapa kwa kusudi fulani, wapenzi, na ikiwa tumewekwa hapa kwa kusudi fulani, basi hakuna kitu kinachoweza kutuangamiza hadi kusudi la Mungu litimie. Hakuna kitu kinachoweza kutudhuru mpaka kusudi hilo ambalo Mungu alituwekea hapa limedhihirishwa. Haijalishi tuna shida kiasi gani, ni huzuni nyingi kiasi gani au huzuni tunayopitia, hizi zote ni sababu. Na kuna sababu yake. Haleluya. Kusudi la Mungu haliwezi kushindwa kamwe. Hakuna kinachoweza kulishinda. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na furaha jinsi gani leo, tukitulia juu ya ule ufunuo mzuri wa neno la Mungu aliye hai, kwamba hakuna mambo yaliyopo wala yanayoweza kuja, hakuna magonjwa, hakuna huzuni, hakuna kifo, hakuna hatari, wala hakuna chochote kinachoweza kututenganisha na kusudi la Mungu aliye hai. Yale ambayo Mungu ameyawazia katika nia yake, yale ambayo Mungu amekusudia moyoni mwake kutimiza. Hakuna pepo, hakuna nguvu, hakuna kitu kinachoweza kutenganisha mpango mkuu wa Mungu usioweza kufanya wa milele. Ni lazima iwe kama Mungu alivyosema. Naamini. Amina. Lazima iwe vile Mungu amesema kwenye ujumbe. Bibi harusi ameteuliwa. Bibi harusi atanyakuliwa. Yote hayo Mungu amekusudia. Hakuna kinachoweza kushinda kusudi la Mungu. Itakuwa hivyo. Na Bwana awabariki. Amina.
nimekombolewa na Yesu aliyeniwe. Simameni. Kwa bei ya mauti yake